Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Iran imelipiza kisasi kikubwa cha uharibifu wa hali ya juu dhidi ya Israel baada ya mashambulizi yake ya makombora kushambulia katika kiwanda cha kusafisha mafuta cha Haifa huko nchini Israel. Operesheni iliyofanikiwa ya makombora ya Iran dhidi ya kiwanda cha kusafisha mafuta cha Haifa imesababisha uharibifu mkubwa katika kiwanda hicho. Kampuni ya kusafisha mafuta ya Haifa katika ardhi zinazokaliwa kwa mabavu na Israel, kwa maana katika upande wa Palestina, imetangaza kuwa moto katika mitambo ya kusafisha mafuta katika kiwanda hicho imefuatia kutokana na shambulizi la kombora la Iran umesababisha uharibifu wa shekeli milioni 6 sarafu za utawala wa Israel. Vilevile imeripotiwa kuwa moto uliosababishwa na shambulizi la kombora la Iran bado haujazimwa. Kiwanda cha kusafisha mafuta cha Bazan huko Haifa pia kimetangaza kuwa kimepata uharibifu mkubwa baada ya shambulizi la makombora ya Iran. Kwa upande mwingine, gazeti la Haaretz limekiri kuwa Iran na Hezbollah ya Lebanon zimerusha makombora 1200 kuelekea katika ardhi ya Palestina, maeneo yanayokaliwa kwa mabavu na utawala wa Israel. Iran imesema itaendeleza mashambulizi muda wote mpaka pale maadui watakapoamua kuachana na vita hivyo. Taarifa iliyotolewa na waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Abbas Araghchi imeweka wazi kwamba Iran itaendelea kushambulia maeneo yote yenye maslahi ya Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati, lakini pia itaendelea kuishambulia Israel vilivyo. Iran imeendeleza mashambulizi yake katika maeneo mengine ndani ya taifa hilo la Israel, ikiwa ni pamoja na Tel Aviv, lakini pia maeneo ya Yerusalemu na maeneo mengine ambayo yanakaliwa kwa mabavu na Israel, ambayo walowezi wamejiwekeza katika maeneo hayo ambayo ni ya Wapalestina. Waziri wa mambo ya kigeni wa Iran Bwana Abbas Araghchi amesema Tehran haikubali suala la kusitishwa mapigano, bali inataka kukomeshwa kabisa kikamilifu na daima kwa vita hivyo. Abbas Araghchi ambaye alikuwa akizungumza na shirika la habari la Kyodo la Japan amesema nchi kadhaa zinafanya juhudi za upatanishi kwa ajili ya kukomeshwa kwa vita na inakaribia ubunifu wowote unaolenga kukomeshwa kabisa kikamilifu na daima kwa vita vya sasa. Araghchi amesema, hatujafunga lango la bahari la Hormuz, lakini tumeweka masharti na vizingiti kwa meli za nchi zinazoshiriki katika mashambulizi dhidi ya nchi yetu. Waziri huyo wa mambo ya kigeni wa Iran amesema kadhalika kwamba Tehran imeanza mazungumzo na Japan juu ya uwezekano wa kufunguliwa wa lango la bahari la Hormuz na kwamba Iran tayari imeziruhusu meli za Japan kupita katika lango hilo. Abbas Araghchi amesema hadi sasa Marekani haijaonyesha utayarifu unaohitajika kwa ajili ya kufikia suluhisho halisi. Vita katika eneo la Mashariki ya Kati vinaendelea na kwamba mashambulizi kutoka pande zote, kwa maana kutoka upande wa Iran, yamekuwa yakionekana mara kadhaa katika maeneo mbalimbali huko nchini Israel. Kadhalika mashambulizi kutoka Israel katika taifa la Kiajemi nako pia kuna shambuliwa vibaya, lakini zaidi ni mashambulizi makubwa yanayofanywa na Iran katika mataifa ambayo hayapo vitani, kwa maana yamekuwa yakiunga mkono upande wa Marekani na kulinda ngome za kijeshi za Marekani ambazo zimeendelea kushambuliwa vibaya na majeshi ya Iran. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na nikusihi usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia uyajue mengi yanayojiri katika ulimwengu kupitia The World News.